بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الوفا، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Ndugu mtazamaji, tukiwa katika halaka ya mwisho ya silsila yetu ya Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha, halaka ya 28, tangu tulipoanza halaka ya kwanza tukishuka polepole tukimzungumzia Saida Khadija. Natarajia insha Allah kuna mawili ama matatu ambayo kwamba umejifundisha katika sifa ya mwanamke kama huyu ambaye kwamba alimuhami mtume wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na pamoja na kuhami dini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika episodi hii ya 28 tumesema kwamba tutazungumza kufariki Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha. Kwa hivyo muda mfupi tu baada ya kutoka katika mazingira magumu ya Sheba Abi Talib, kama tulivyoeleza katika halaka iliyopita ya 27, Saida Khadija pia alikuwa katika mzingiro, katika boycott ile ya Sheba Abi Talib. Saida Khadija pia alikuwa kule na hali yake ilikuwa imeanza kudhoofika. Na kwa nini hali ya Saida Khadija kudhoofika? Kwa sababu Saida Khadija ni mwanamke wa kitajiri. Kwa ufupi, kwa lugha za kisasa, ni mtu ametoka katika royal family, ni mtu ambaye kwamba alikuwa ni billionaire, alikuwa ni millionaire, ni mtu ambaye kwamba ametoka katika sehemu ambazo kwamba hajui shida ni kitu gani. Kwa hivyo matatizo yalompata katika Shi'b, na uelewe Saida Khadija kwenda katika ile Shi'b Abi Talib, ameenda kwa kutaka yeye mwenyewe, kwa sababu Saida Khadija sio katika Banu Hashim, lakini maadamu mumemtoa mume wangu na mimi lazima nitoke na yeye. Yeye wakati wowote alikuwa anaweza kuingia Maka, kurudi Maka na kufanya biashara zake, lakini alichagua kukaa kule Maka na kufa na mume wake. Kwa hivyo Saida Khadija alipokuwa katika Shi'b kule, kwa sababu ya kula vyakula ambavyo kwamba hajazoea, ngozi ya wanyama ambao kama imechemshwa ama matagaa ya miti, majani ya miti, Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha akawa amelemewa na ameanza kudhoofika na hali yake imedhoofika, pamoja ya kuelewa kwamba na umri pia wa Saida Khadija ulikuwa umeenda sana, kwa sababu Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha alikuwa yuko takriban miaka 65 hapo wakiwa katika Shi'b. Huu ni umri ambao kwamba mtu anafaa kula vyakula ambao kwamba vitarutubisha mwili wake, lakini kawa sasa hapati tena vyakula kama vile, na ukihesabu kwamba ametoka katika familia ya nini, ya kitajiri. Ikafika wakati ambao kwamba Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha akiwa mtume hayuko, Saida Khadija akiwaamrisha mabanati wake wawili, Saida Kulthum na Saida Fatima Zahra, wamlalishe chale, yani wamlalishe kwa kishogo huku nyuma ili aweze kupumzika. Yani imefika wakati Saida Khadija hawezi kukaa mwenyewe, hawezi kujitegemea mwenyewe kwa kukaa, amekuwa ni dhaifu mpaka sasa amelala, kwa sababu ya kutumia mali yake yote kwa mtume na Uislamu. Ikafika mpaka wakati ambao kama Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha, pamoja na haya yote, Saida Khadija hakujaribu hata siku moja kumuonesha mtume kwamba mimi nimedhoofika ama mimi nimekuwa mnyonge. Alikuwa Saida Khadija akisikia mtume yuaja kumwangalia, Saida Khadija akimuita Fatima na Kulthum, akiwaambia mmoja akae kulia, mmoja akae kushoto, ili wamshikilie katikati apate kukaa azungumze na mtume bila kuhisi kwamba Saida Khadija anapitia katika dhiki, kwa sababu mtume angeliona dhiki za Saida Khadija lazima ingemuaffect mtume kwa mahaba aliyokuwa nayo na nani, na Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha. Na labda hapa wajiuliza kwa nini tuwataja Fatima na Kulthum peke yake? Tuwataja hawa wawili kwa sababu Zainab binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa katika boycott, hakuwa katika Sheba Abi Talib, kwa sababu yeye alibakishwa Maka na mume wake. Na vile vile Ruqayya pia hakuwa katika Sheba, kwa sababu wakati huo wao walikuwa wameshafanya hijra, wamekwenda hijra kule Ethiopia na mume wake Uthman bin Affan. Kwa hivyo watoto ambao kwamba walobakia wa kike na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Fatima na Kulthum, na hawa ndio walikuwa ni support ya Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha. Kwa hivyo Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha alianza kuugua kutokana na madhara ya njaa na udhaifu alioupata kipindi cha mzingiro. Sababu ya kifo na maradhi, Saida Khadija alifariki kutokana na udhaifu wa mwili na maradhi aliyosababishwa na mazingira yale ambayo kwamba alipitia nayo. Kwa miaka mitatu mtu amepitia matatizo yale, mtu ambaye kwamba amezoea maisha ya starehe, akiwa na umri wa zaidi ya miaka 60
ama 65, alistahamili njaa kali na baridi ili kusimama upande wa mume wake. Mwili wake haukuweza kuhimili tena baada ya kutoka kifungoni. Lakini Saida Khadija alipokuwa yuko katika deathbed yake, yuko katika kitanda chake cha mauti, alimuita Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpatia wasia. Wasia wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inasimuliwa kuwa wakati maradhi yalipozidi, alimuita Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutoa wasia ulogusa hisia kali. Kitu cha kwanza alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam amsamehe ikiwa hakutimiza haki zake kama mke, ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjibu kuwa ametimiza haki zake kama mke. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika majibu yake alimwambia, katika majibu yake Saida Khadija kwanza alimwambia Mtume sallallahu, ya Rasulullah, isma wasaya, sikiza wasia wangu mimi. Awalan, kwanza, inni qasiratun, mimi ni mtu ambaye kwamba ni mnyonge, nina mapungufu yangu na nimepungua katika haki yako, fa'afini, nisamee ya Rasulullah, ya Rasulullah nisamee kwanza. Qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hasha wa kalla, haiwezekani, kalla, komeka, wacha kusema hivyo. Ma raaitu minki taksiran, sijaona upungufu wa aina yoyote kwako wewe. Faqad balaghti bijuhudika, umefikia ka juhudi zako na umefanya katika bidii zako ambazo kwamba ulikuwa nayo, ghayat at-ta'ab, umefika katika kiwango cha juu kabisa cha tabu. Walaqad badhalti amwalaki, umetoa mali yako yote. Wasarafti fi sabilillahi malaki, na ukatoa kwa njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mali yako yote. Na ndiyo Ibn Hajar al-Asqalani akasema kwamba kanat harisatan ala ridah, Saida Khadija alikuwa na pupa ya kutafuta radhi za Mtume sallallahu alaihi wasallam bikulli mumkinin, kwa namna yote ambayo kama inawezekana. Walam yastur minha ma yubghidhuhu qattu, na haijawahi kutokea kwa Saida Khadija kitu chochote cha kumuudhi Mtume kama wakaa li ghairiha, kama ilivyotokea kwa wake wengine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha, mwisho wa pumzi zake alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nishawahi kukuudhi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba sikumbuki kama umewahi kuniudhi. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuhusia Mtume. Hapa kidogo tuguzie kwamba wake wengine wa Mtume kuna safari ambayo kwamba walikaa meeting wote 9 kusikizana kwamba na wao pia wanataka kuishi maisha ya kidunia, na wakamkabili Mtume na kumweleza kwamba ya Rasulullah, na sisi pia tunataka kuishi, tutaka kuvaa, tutaka kula, tutaka dhahabu, tutaka nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikaja aya, Mtume aambiwa kwamba qul li azwajik, waambie wake zako, in kuntunna turidna dunya wa zinataha fata'alayna umati'ikunna wa usarrihukunna sarahan jamila, ikiwa mapenda mambo ya kidunia na mapambo ya kidunia, basi njooni niwapatie kitoka nyumba, yani njooni niwapatie talaka yenu, mkaangalia mali mtapata mambo kama yale. Lakini in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad dar al-akhirah, ikiwa mwampenda mwataka Mwenyezi Mungu, mtume wake na nyumba ya nini, nyumba ya akhera, basi kuweni watulivu na mvumilie, nyinyi mtapata malipo yenu kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Hawa waliweza kumwambia Mtume haya, lakini Saida Khadija hakuwahi hata siku moja kumuinulia Mtume kumwambia nataka kitu fulani, ama usitumie kitu fulani, ama usifanye kitu fulani. Na ndio mwisho akimuuliza, je, nishawahi kukuudhi? Mtume akamwambia sikumbuki, kwa sababu hajawahi kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake. Wasia wa pili ambao kwamba Saida Khadija alimuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam amuangalie vyema binti yao Saida Fatima radhiallahu ta'ala anha, ambaye alikuwa mdogo wakati huo. Kwa hivyo akamwambia usika bihadhihi, na kuhusia huyu, wa asharat ila Fatima, huku akipoint Fatima, fa innaha yatimatun, kwa sababu huyu Fatima ni yatima, gharibatun min ba'di, ambaye kama ni yatima baada yangu mimi, fala yu'dhiniha ahadun min nisa'i Quraish, asimuudhi yoyote huyu Fatima katika wanawake wa Quraish, wala yatma'anna, wala asimpige kofi khaddaha, katika mashavu yake yoyote. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa na mahaba ya juu sana na Saida Fatima kwa kukumbuka wasia ambayo kwamba alipatiwa na nani, na Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Mwisho akamwambia wala yasihanna fi wajhiha, wala yoyote asimpigie kelele katika nini, katika uso wake. Wala yurinaha
makruhan, wala yeyote asimuoneshe Saida Fatima radhiallahu ta'ala anha makruh ya aina yoyote. Kutokana na unyenyekevu wake, inasemekana alihisi haya kumwambia Mtume. Katika wasia watatu, Saida Khadija alihisi haya kumwambia Mtume wasia wa mwisho. Hivyo alimuita binti yake Fatima amwambie baba yake kuwa mama anaogopa adhabu ya kaburi, anaomba umpe shuka ama nguo yako uliokuwa ukivaa wakati wa wahi ikishuka, ili azikwe nayo kama sanda yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa shuka yake, na pia Jibril alayhi wa ala nabiyina salam alileta sanda kutoka mbinguni akafungwa nani? Saida Khadija, kama ilivyokuja katika mazungumzo ya wanazuoni. Jambo la tatu ambayo kwamba Mtume salawatullahi wasalamu alayhi aliombwa na Khadija kama ilivyokuja ni kwamba inni khaifatun min alqabr uridu minka ridaaka alladhi talbasuhu hina nuzul alwahi, nataka kwako unipatie kishale chako ambacho kwamba unavaa ama kanzu yako ambayo kwamba unavaa wakati wahi inashuka, ili upate kunikafini nayo. Faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama akampa ile arida, ile nguo aliyokuwa kivaa. Fasarrat bihi sururan adhiman, Saida Khadija akafurahia sana. Falamma tuwfiyat Khadija radhiyallahu ta'ala anha akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi tajhiziha, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa Saida Khadija, Mtume alianza kuandaa, yani kuandaliwa, kumuandaa namna ya kumzika. Waghassalaha wa hannataha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuosha yeye ama akasimamia yeye kuoshwa na kukafiniwa. Falamma arada an yukaffinaha habata al-aminu Jibril, imekuja kwamba alipotaka kumkafini Saidina Jibril akashuka na sanda. Waqala ya Rasulullah inna Allaha yuqri'uka as-salam wa yakhussuka bitahiyya wal ikram wa yaqulu laka ya Muhammad inna kafna Khadijata min indina, anasema kwamba kafni, sanda ya Saida Khadija, min indina, itatoka kwetu sisi, sanda itatoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Fa innaha badhalat malaha fi sabilina, kwa sababu Saida Khadija alitoa mali yake yote kwa sababu yangu mimi Mwenyezi Mungu, leo hii sanda itatoka kwangu. Fajaa Jibrilu bikafanin wa qala ya Rasulullah hadha kafnu Khadijata, akasema ya Rasulullah, hii ndiyo kafni ya Saida Khadija. Wa huwa min akfani aljannati ahdaha Allahu ilayha, na ni katika sanda za peponi ambao kama Mwenyezi Mungu alimpatia zawadi Saida Khadija. Fakafanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume rehma na amani mshikia akamkafini biridaihi, kwa ile kile kishale chake asharifi tukufu, awalan kwanza, wa bima jaa bihi Jibrilu thaniyan, na kisha akamkafini na ile sanda ambayo kwamba alikuwa amekuja nayo Sayyidina Jibril alayhi wa ala nabiyina salam. Fakana laha kafanani, akawa yuko na sanda mbili ambazo kama amekafiniwa nazo. Kafnun min Allahi, sanda ya kwanza ni kutoka kwa Mola, wa kafnun min rasulihi, na kafni ya pili ni kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa inma dhakarahu Muhammad al-Mahdi al-Hairi fi shajarati tuba fi shajaratin tuba, katika kitabu ambacho kwamba chaitwa shajaratin tuba, ambapo kwamba mmoja katika maimam Muhammad al-Mahdi ambapo kwamba ameyataja mazungumzo kama haya ambayo kwamba sisi tumeyazungumza. Mazishi katika makaburi ya Al-Hajun. Al-Hajun ni eneo ambapo kwamba linapatikana Makka, na ndio sehemu ambapo kwamba amezikwa Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha. Hakukuwa na swala ya janaza. Hii ni kwa sababu sheria ya kuswalia wafu, yani janaza, ilikuwa bado haijafaradhiwa kipindi hicho. Alioshwa, na katika wanawake walioshiriki katika kumuosha Saida Khadija yasemekana ni Asayida Lubaba bint al-Harith na wengineo, pamoja na msaada wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia kaburini, Mtume sallallahu alaihi wasallam alishuka mwenyewe ndani ya kaburi la Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha huko Al-Hajun. Leo hii yajulikana kama makaburi ya Jannatul Ma'la huko Makka, ili kumlaza mke wake mpendwa. Alifanya hivyo kwa huzuni kubwa na machozi ama na majonzi, kwa sababu ya kumkosa mke wake na mfadhili wake wa kwanza. Athari ya kifo cha Saida Khadija mpaka ikafikia mwaka kuitwa mwaka wa huzn, amul huzn. Kifo chake kilikuja siku chache baada ya kifo cha Abu Talib. Wengine wasema ilikuwa ni baada ya siku tatu. Abu Talib alikufa kama tuseme Jumatatu, Alhamisi akafa Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amepoteza mlinzi wa nje Abu Talib aliyekuwa akimkinga na vitisho vya Makureishi, na vile vile akapoteza na mlinzi wa ndani ambao kama ni Saida Khadija aliyekuwa akimfariji
kumpa moyo na kutumia mali yake yote kuimarisha harakati za Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kumkumbuka Saida Khadija maisha yake yote. Hata miaka mingi baadaye huko Madina alikuwa akichinja mbuzi na kuwapelekea nyama marafiki wa Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha kama ishara ya kumwenzi. Muda wa kifo, Saida Khadija alifariki mnamo mwaka wa 619 619 CE miladia, siku 3 tu au muda mfupi baada ya kufariki kwa ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba ni Abu Talib. Na ndiyo akazungumza Ibn Hajar al-Asqalani akasema, wa matat ala sahih baada al-mab'athi bi 10 sinina, alikufa baada miaka 10 baada ya nini? Baada ya wahi, fi shahri Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Waqila bi 8, wengine wakasema alikufa mwaka wa 8 baada ya wahi. Waqila bi 7, wengine wakasema miaka 7 baada ya wahi. Fa aqamat ma'a rasuli 25 sanatan, ala sahihi akawa ameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 25 ya ndoa. Waqala Ibn Abdul Barri 24 sanatan, Ibn Abdul Barri akasema kwamba aliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ngapi? Siku miaka 24 na miezi 6, kama ilivyokuja katika riwaya nyingine. Kuna wenye kushika miaka 28, miaka 25, na kuna ambayo kwamba kama Ibn Abdul Barri ameshika 24 sanatan wa 4 ashhurin, na miezi 4. Waqala Badruddin al-Aini asema kwamba wakanat wafatuha baada wafati Abi Talib bi 3 ayamin, ilikuwa kufa kwake baada ya kufa Abu Talib kwa siku 3. Umri wake Saida Khadija alikuwa na umri wa miaka 65, ambapo kama aliishi maisha ya ndoa alikuwa ameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 24 na miezi 6, ama miaka 25 kamili. Alikuwa mke wa kwanza na mshauri mkuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kumsahau Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha hata baada ya kufariki kwake. Alikuwa akimtaja kwa wema kiasi kwamba baadhi ya wake zake, hususan Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha, walihisi wivu wa kheri. Na hii ni alwafa. Hii Mtume sallallahu alaihi wasallam kumkumbuka Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha ni kitu ambacho kwamba chaitwa alwafa, yani kushukuru. Mwanaume wa kweli hasahau fadhila za mwanamke aliyemsaidia kuanza maisha au aliyesimama naye wakati wa misuko-suko. Hizi hapa ni baadhi ya kauli na hadithi mashuhuri ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kusifu fadhila na utukufu wa Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha. Kitu cha kwanza ni jibu la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Saida Aisha. Siku moja Bibi Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini anamkumbuka sana mwanamke mzee wa Quraishi aliyekufa zamani, wakati Mwenyezi Mungu amempa mke kijana na mzuri badala yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikasirika na kumjibu kwa maneno mazito, maneno ambayo kwamba alimwambia, kana nabii sallallahu alaihi wasallam idha dhakara Khadijata athna alaiha fa ahsana thana, qalat faghirtu yawman faqultu ma akthara ma tadhkuruha hamra ash-shidq qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khairan minha, Mungu amekubadilishia khairi kumliko Khadija. Qala ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha, Mtume akamwambia Mungu hajanibadilishia mwanamke bora kumliko. Qad amanat bi idh kafara bi an-nas, aliniamini wakati watu walinikufuru. Wasaddaqatni, akanisadikisha, yani akaniamini. Idh kadhabani nas, watu waliponikadhibisha. Wawasatni bimaliha, akanikunjua na mali yake. Idh haramani nas, watu walipokuwa wameniharamishia. Warazakani Allahu azza wa jalla waladaha, na Mwenyezi Mungu amenijalia kwake kupata watoto na yeye. Idh haramani auladan nisai, aliponiharamishia mimi watoto wengine kwa wake wengine. Manake hakuna mwanamke mwingine alomzalia Mtume isipokuwa Mariatul Qibtiyya alomzaa Saidina Ibrahim na kufariki kabla ya kufikisha miaka 2. Mwanamke bora duniani na akhera. Hadithi nyingine ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba Saida Khadija ni mwanamke bora duniani na akhera. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuchora mistari 4 ardhini na kuwauliza masahaba kama wanajua maana ya hiyo mistari 4. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kamula min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa 4: Asiya bint Muzahim imratu Firaun, wa Maryam bint Imran,
wa Khadija bint Khuwailid wa Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saida Khadija alishika nafasi hii si kwa sababu ya utajiri wake, bali kwa sababu ya iman, tasdiki yake ya kwanza. Wakati ulimwengu mzima ulipomkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye alimkubali. Wakati watu walipomfanyia uchuuzi, yeye alimpa hifadhi, na hifadhi ya juu sana. Kitu cha tatu ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza kuhusu Saida Khadija ni salamu kutoka kwa Allah na Sayyidina Jibril alayhi wa ala nabiyina salam. Hii ni fadhila ya kipekee ambayo hakuwahi kupata mwanamke mwingine yeyote. Malaika Jibril alayhi salam alimjilia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat maaha inaun fihi idamun au taamun au sharabun. Khadija huyu yuaja ana chombo ama kama kina chakula ama kinywaji. Fa idha hiya qad atatka, akikujilia faqra alayha salama min rabbiha, mpatie salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani Sayyidina Jibril ametolewa peponi kuja mpaka kwa mtume kuleta salamu. Mungu tunayemwabudu sisi Rabbul Alamin atoa salamu kumsalimia mwanadamu wa kawaida. Mungu mwenyewe asema kwamba kamwambie Khadija namsalimia. Hebu fikiria wewe tu leo hii upate salamu kutoka kwa rais wa nchi tu, kwamba amekutumia salamu khas special zako peke yako, utasikia vipi? Sasa toka kwa nani? Toka kwa rais kwenda kwa mtume. Leo hii upate salamu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utajihisi namna gani? Wakati wafikiria namna utajihisi, fikiria Saida Khadija apewa salamu na Rabbul Alamin, Mola wa ulimwengu. Kisha Saidina Jibril na yeye asikose ile bahati, na yeye akasema wa minni, na mimi pia mwambie namsalimia. Yani Mola anamsalimia Saida Khadija, na Saidina Jibril pia anamsalimia nani? Saida Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Wabashirha bibaitin fil janna, kisha kamwambia mbashirie na nyumba ambayo kwamba ataipata wapi? Ataipata peponi. Hii ni moja ya matukio ya kugusa hisia zaidi katika historia ya Uislamu. Ni tukio linaloonyesha kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuishia tu kuona juhudi za Saida Khadija, bali alizithamini kwa kiwango cha juu sana. Wakati Saida Khadija akiwa bado katika harakati za kumtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akipanda mlima na kubeba chakula, malaika Jibril alishuka na ujumbe maalum, ujumbe wa salamu. Fikiria daraja hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi, anamtaja mwanamke huyu kwa jina lake na kumpelekea salamu. Hii ni heshima ambayo hakuwahi kupata mwanamke mwingine yoyote kwa staili hii ya kipekee. Zawadi ya jumba ambalo kwamba alipromisiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jumba la lulu Qasab. Pamoja na salamu hizo, Saidina Jibril alimpa Mtume sallallahu alaihi wasallam bishara ya kumwambia Saida Khadija, na mbashirie, mpe habari njema ya kuwa na nyumba peponi iliyotengenezwa kwa lulu Qasab, ambayo ndani yake hakuna kelele wala hakuna nyumba kama ile, haina kelele wala haina uchovu. Ulama wanasema sifa hizi mbili zilitokana na aina ya maisha ya Saida Khadija aliyompa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza, hakuna kelele kwa sababu Saida Khadija hakuwahi kumpandishia sauti Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kumlalamikia Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kumfanyia fujo ya maneno, yani nagging, wakati wa shida. Nyumba yake ilikuwa maskani ya utulivu, yani ilikuwa ni sakan. Kisha akaambiwa nyumba hiyo haina uchovu kwa sababu Saida Khadija alichoka sana kimwili, kama vile kupanda milima na kuhudumia wakati wa vikwazo katika Shiba Abi Talib, namna alivyokuwa akihudumikia watu ili mtume apate kupumzika. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamlipa mapumziko ya milele yasiyo na uchovu. Kisha kuna namna alivyomuenzi baada ya kifo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Upendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Saida Khadija ulienea hadi kwa marafiki zake Saida Khadija. Saida Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichinja mbuzi kisha hukata vipande na kuwapelekea rafiki za Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha. Kila Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia sauti ya Hala bint Khuwailid, dada yake Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha, alikuwa akisisimka kwa sababu sauti yake ilimkumbusha mke wake mpendwa Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha. Kisa cha mwanamke kizere
ambaye kwamba alikuwa akija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mwanamke mmoja alikuwa akimtembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimkaribisha kwa bashasha na kumtandikia vazi lake akalie. Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha alishangaa na kuuliza, yule ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akijibu kuwa huyo alikuwa akitujilia, akitutembelea wakati wa uhai wa Saida Khadija. Hakika kuwajali marafiki wa zamani, husnul ahad, ni katika nini? Ni katika iman. Saida Khadija kama sakan, kama utulivu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, nimeruzukiwa mapenzi ya kumpenda Saida Khadija, inni ruziktu hubbaha. Hii inaonyesha kuwa kumpenda Saida Khadija ilikuwa ni zawadi na riziki kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na usiri na msaada aliyoutoa wakati wa dhiki. Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha hakuwa mke tu, bali alikuwa nguzo ya Uislamu. Hitimisho ni kwamba Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha alikuwa mwanamke wa kwanza kupokea Uislamu, na alikuwa mwanamke wa kwanza mwenye jukumu. Alikuwa ni mwanamke pia mwenye jukumu kubwa, ama jukumu lake kuanzia pango la Hira ilikuwa ni msingi ambao juu yake dini hii ya Uislamu ilisimama. Kifo cha Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha kilikuwa pigo kubwa sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa umma mzima wa Kiislamu. Maelezo ya kina kuhusu kifo chake yanadhihirisha mapenzi makubwa na nafasi ya kipekee aliyokuwa nayo Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kujitahidi kuwa kama Saida Khadija ni safari ya maisha yote kwa mwanamke, na kujitahidi kuwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumthamini mke ni safari ya mwanamume katika maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala akubariki wewe na familia yako, na awajalie nyumba yenye sifa za peponi kwa sababu ya kufuatilia silsila kama hii ya Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha, pamoja na kuwashukuru nyote ambao kwamba mlikuwa mkifuatilia halakat silsila hii ya Saida Khadija kuanzia ya kwanza ambao kama tulianza katika mwaka wa 2024 mpaka hapa tulipofikia mwaka wa 2026 kumaliza safari ya Saida Khadija radhiallahu ta'ala anha. Inshallah tunatarajia na ni matarajio yetu kwamba kuna yale umejifundisha, kuna yale ambayo kama umepata kuyajua, na kuna yale ambayo kama ulikuwa umesahau pia umejikumbusha kuhusiana na safari hii ya mama wetu Saida Khadija. Inshallah Mwenyezi Mungu amrahamu mama wa waumini Saida Khadija al-Kubra, Saida Khadija bint Khuwailid, Saida Khadija mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ummul mu'minina. Inshallah mpaka hapa itakuwa tumemaliza ile ahadi yetu ambayo kama ilikuwa tumeahidi tukisema innal ahda kana mas'ula. Tuliahidi kumaliza silsila ya Saida Khadija, na alhamdulillah katika mwaka huu tumepata taufik ya kumaliza silsila hii ya Saida Khadija. Ikiwa kuna mahali labda tumekosea, inshallah mtatusamea, na ikiwa tumeyapata yale ambayo kama tumeyazungumza ni taufiki ya Mola subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapa na kuaga kwa kusema assalamu alaikum wal afwa minkum.